Leo pia tunaendelea na somo letu kama tulikuwa na somo asubuhi kwa habari ya kumshukuru Mungu, lakini pia mchana huu tutaendelea na somo la kumshukuru Mungu. Tutakwenda kuangalia Zaburi ya 138 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Bwana, wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Naam, wataziimba njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Ingawa Bwana yuko juu, amwona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Nijapokwenda kati ya shida, utanihuisha. Utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu, na mkono wako wa kuume utaniokoa. Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Mwandishi wa Zaburi ya 138 hiyo ni Daudi, na Zaburi hiyo ambayo mtumishi amenisaidia kusoma hapa, ukiangalia kwa majumuisho yake, Zaburi hii inaeleza kwanza kabisa kwa habari ya shukrani za Daudi. Huyu Daudi alikuwa anaonyesha shukrani zake kwa Mungu wake, mambo yale ambayo Mungu amemtendea. Lakini Daudi anatuambia kwa habari ya wito wa kumsifu Mungu katikati ya majaribu na katikati ya hatari. Lakini pia Zaburi hii inasisitiza kwa habari ya uaminifu wa Mungu katika kutimiza ahadi zake. Kwanza kabisa inaelezea kwa habari ya shukurani. Ndio maana tunaona kwamba Daudi anamshukuru Mungu kwa yale ambayo amemtendea katika maisha yake, lakini anamsifu Mungu anamsifu Mungu kwa yale matendo ambayo Mungu amemtendea, lakini anauelezea ule uaminifu wa Mungu katika kutimiza zile ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunakwenda kuangalia mambo 6 ambayo yapo katika hiyo Zaburi ya 138 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 8. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza au tunaangalia katika Zaburi hii ni kwamba Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Ingine ni kwamba tunajifunza kwa habari ya uaminifu wa Mungu. Maana yake Mungu anapoahidi jambo juu ya mtu au juu ya watu au juu ya kanisa, maana yake Mungu huwa analitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana Daudi anasema Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Ukitaka watu wakudharau, ukitaka watu wakuone wewe haufai, ukitaka jina lako lichafuke, muahidi mtu alafu usitimize kile ambacho umemuahidi. Bwana asifiwe. Manake utapewa sifa ya nini? Utapewa sifa ya kuwa wewe ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi hapa anasema kwamba Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Maana yake amekuwa mwaminifu kwa zile ahadi kuliko kuangalia kwamba mimi ni nani. Bwana asifiwe. Kwamba amekuahidi nitakupa afya, ameahidi nitakupa uzima, ameahidi kwamba nitakubariki. Mungu anaangalia hayo ambayo ameahidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo Daudi anakiri uaminifu wa Mungu katika maisha yake. Ukisoma kwa habari ya Daudi katika Biblia, utaona namna ambavyo Daudi anaitwa na Mungu. Daudi anatiwa mafuta, anapakwa mafuta na mtumishi wa Bwana mpaka anapokuja kukaa katika kiti cha ufalme. Manake Daudi amepita katika mambo mengi, amevushwa katika hatari nyingi wakati alipokuwa akikaa na yule mfalme Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo Daudi anauona uaminifu wa Mungu katika maisha yake, kwa sababu Mungu alimwahidi ya kwamba yeye atakuwa mfalme. Lakini katika haya yote yaliyopita hapa katikati, Mungu hakumwambia Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata Daudi anapopita
katika yale ambayo ameyapitia, mambo mengi, anaepushwa na kuuawa, anaepushwa katika vita. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba Daudi anaendelea kuamini ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amempa ya kwamba siku moja atakuja kuketi katika kiti cha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe asubuhi ya leo tuna kila sababu ya kuamini ahadi za Mungu, kwa sababu Daudi ametukumbusha ya kwamba Mungu ameikuza ahadi yake. Mungu kile alichotuahidi sisi ni lazima anakitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama tutakavyo sisi, lakini mapenzi yake yeye ndiyo yanatimia, kwa sababu Biblia inasema alitakalo Bwana ndilo analo litenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Ninaamini ya kwamba ziko ahadi nyingi Mungu alituahidi kwa mwaka 2025 ambazo ameshatimiza. Kuna watu mliahidiwa kubarikiwa na mmebarikiwa. Kuna watu mliahidiwa kuongezeka na mmeongezeka. Kuna watu mliahidiwa kuongezeka viwango vya kihuduma na mmeongezeka. Bwana, hilo utalikiri wewe mwenyewe, kwa sababu unajua namna ambavyo ulikaa na Mungu wako, ulitembea na Mungu wako, uliahidiana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upande wangu mimi ninaweza nikasema ya kwamba Mungu amekuza ahadi yake katika maisha yangu kwa mwaka 2025, tena kwa viwango ambavyo sikuvitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu mimi kwangu ni mwaminifu, na ninaamini kwamba Mungu kwako pia ni mwaminifu. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwamba watu wanakutazama kama vile uwezi. Bwana asifiwe. Lakini sisi tunaye Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunajifunza katika hii Zaburi ni kwamba Mungu anaziangalia ahadi zake na anazitimiza, na uaminifu wake sisi ni mashahidi ya kwamba tumeuona. Sema amen. Lakini jambo la pili ambalo tunajifunza, na hiyo iko katika Zaburi 138 mstari wa 2. Ukimuita Bwana anakuitikia, iwe katika shida, iwe katika raha, yeye yupo kwa ajili yako wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Zaburi ya 138 na ule mstari wa 3, Biblia inasema siku ile niliyokuita uliniitikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana hakuitikii tu, anapokuitikia anakuja na majibu yako. Ndiyo maana hapa anaendelea kusema kwamba ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Maana yake Daudi alipomuita Mungu wake alimuitikia. Lakini baada ya kuwa muitikia, yamkini alikuwa katika huzuni, yamkini alikuwa anapita katika changamoto. Hapa Daudi anatuambia kwamba baada ya kuwa amemuita Mungu wake, huyu Mungu akamuitikia na akamfariji nafsi yake kwa kumtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma ile Yeremia 33 mstari wa 3 unasema niite nami nitakuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kumbe tunapomuita Bwana anatuitikia. Tumemuita Bwana mwaka 2025 na ametuitikia, na tunaamini kwamba ataendelea kutuitikia, na ndiyo sababu ya kumshukuru, kwa sababu tulijifunza ya kwamba kumshukuru Mungu maana yake ni kuchochea ili Mungu aweze kufanya zaidi na zaidi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunapomuita Bwana tunatarajia ya kwamba alete majibu ambayo tunayahitaji. Bwana asifiwe. Na hilo ni jambo la tatu ambalo tunajifunza, ya kwamba unapomuita Bwana, Bwana anakuja na mahitaji yako. Haleluya, wana wa Mungu. Tusome Zaburi 34 mstari wa 6. Biblia yangu inasema, maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba tunapomuita Bwana, Bwana anatuitikia, lakini hatuitikii tu, Bwana anakuja na majibu. Unapomuita Bwana haumuiti tu aje, unamuita Bwana ili aje umueleze mambo yako. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba haya njoni tusemezane. Bwana asifiwe.
tunaenda kwa Bwana au tunamuita Bwana ili tumwambie mahitaji yetu, tumwambie shida zetu, tumwambie tuna changamoto gani, afanye nini kwetu. Kwa hiyo ndio maana Daudi hapa anasema ya kwamba baada ya kumuita Bwana akamsikia, lakini akatenda, akamfariji. Bwana Yesu asifiwe. Na hii Zaburi ya 34 hapa mstari wa 6, Biblia inasema yupo maskini mmoja ambaye aliita. Maana yake aliliita jina la Bwana, yamkini kutokana na umaskini wake, yamkini kutokana na shida ambazo alikuwa anazipitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana akasikia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Bwana haangalii hali ulionayo ili akusikie. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Bwana alimuitikia huyu masikini, alimsikia. Sasa sijui alikuwa maskini wa kiwango gani, Biblia haisemi, lakini tunaelewa tunaposema maskini, si ndio? Ni mtu ambaye ana uhitaji. Na Biblia inasema kwamba baada ya kuwa amemuita Bwana, Bwana akamuitikia, akasikia, lakini akamuokoa na tabu zake zote. Maana yake hakubakiza shida yoyote au uhitaji wowote kwa huyu masikini. Kwa hiyo kumbe tunapokwenda mbele za Mungu tunaenda kwa ujasiri kama ambavyo tulijifunza. Tunakuwa na mioyo ya ushujaa mbele zake. Biblia inasema unapomwendea huyu Mungu lazima kwanza uamini yeye yupo. Unapoamini kwamba anasikia na anaweza akajibu maombi yako. Na ndicho hiki ambacho Daudi anakisema ya kwamba alipomuita Bwana akamsikia, akaja akampa majibu, akampa hitaji la moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini jambo la 4 tunajifunza katika hiyo Zaburi ya 138 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 8 ni kwamba Bwana anamuona mnyenyekevu na mwenye kujivuna. Zaburi 138 ule mstari wa 6. Ingawa Bwana yuko juu, amuona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Mungu hayuko mbali, Mungu yuko karibu. Biblia inasema Mungu yuko karibu kuliko hata nguo tunazovaa, si ndio? Yani Mungu yuko karibu. Kwa hiyo Mungu anatujua. Mungu ananijua mimi, Mungu anakujua wewe, Mungu anamjua yule, anamjua kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na anatuchunguza. Kwa hiyo unaweza ukafanya jambo ukajificha kwa wapendwa wenzako, ukajificha kwa wazee wa kanisa, ukajificha kwa mchungaji, lakini hauwezi kujificha mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yeye ndiye achunguzaye mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Anachunguza mioyo na anamjua kila mmoja mmoja. Biblia inasema yeye anajua kuketi kwetu na kuondoka kwetu. Hata mawazo yetu anayajua. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa ambapo tumekaa anajua wewe unawaza nini. Uko kanisani, unachati, unafanyaje? Yeye anakuona. Bwana asifiwe. Mimi sikuoni kwa sababu unachatia huku chini. Kwa hiyo Mungu anachunguza mioyo. Biblia inasema nani anayeujua moyo isipokuwa wewe mwenyewe na Mungu anayejua kuchunguza mioyo. Kwa hiyo unaweza ukajificha kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie mpendwa, hakuna kitu kibaya kama kujionyesha mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajionyesha mbele za watu ya kwamba wewe ni mwema. Unaweza ukajionyesha ya kwamba uko vizuri na Mungu, kwamba wewe ni mtakatifu, lakini kumbe kiuhalisia hapana. Bwana asifiwe. Sasa Biblia inasema tumuogope yule anayeweza kuua roho na mwili. Na tusiogope yule anayeweza kuua mwili tu. Bwana Yesu asifiwe. Haikupi faida yoyote. Bwana asifiwe. Kuwa vizuri mbele za wanadamu alafu ukawa vibaya mbele za Mungu. Ni afadhali ukawa vizuri mbele za Mungu lakini wanadamu wakakuona vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalia, yani hatuwezi kujificha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema macho ya Mungu yapo kila mahali, yanazunguka zunguka. Kwa hiyo uende wapi? Biblia inasema niende wapi? Nijiepushe na uso wako. Nikipanda mbinguni wewe upo. Nikishuka kuzimu upo. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwisho wa bahari huko, mwisho wa nchi upo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukajificha kwa watu lakini huwezi kujificha kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na kibaya zaidi ni kwamba huyo Mungu ndo mwenyeji wetu baada ya maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kukaa vizuri, kuenenda vizuri. Ndio maana
huyu Daudi hapa anajionya ya kwamba Bwana anamuona mnyenyekevu. Kwa hiyo kama wewe ni mnyenyekevu, Mungu anakuona. Kama unatii maelekezo ya Mungu, yeye anakuona na anakujua. Lakini kama wewe una kiburi cha uzima, pia anakujua. Kama una tamaa ya macho, anakujua. Kama una tamaa ya mwili, anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Kama utoi zaka kamili, yeye pia anajua. Sema amina. Kwa sababu mchungaji ajui unapata mshahara kiasi gani, si ndio? Au biashara zako unapata mapato ya kiwango gani. Kwa hiyo wewe ukileta 2000, yeye anashusha maombi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu, je, unamdanganya? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu huyu anatuchunguza. Kwa hiyo ni afadhali tukawa wanyenyekevu mbele za Mungu kuliko kuwa wenye kujivuna. Na Biblia inaposema kujivuna, hivi kwanza unajivuna una nini? Bwana asifiwe. Tumefundishwa hapa asubuhi, je, unaweza ukaongeza kimo chako, au unaweza ukaongeza chochote kwenye mwili wako, au unaweza ukafanya chochote yani ambacho aidha kikaongeza au kikafanya vile ambavyo wewe unatamani kiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia ni kwamba hatuwezi. Bwana asifiwe. Sasa tuna nini cha kujivuna? Una nini cha kujivuna mbele za Bwana? Jivune mbele za watu, lakini usijivune mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuangalie namna ambavyo tunaenenda mbele za Bwana. Lazima tuenende kwa moyo wa unyenyekevu, moyo ambao umepondeka, ambao Bwana hataacha kuuangalia. Lakini mioyo ya kiburi Mungu hapendezwi nayo. Watu wasiosikia neno lake Bwana hapendezwi nao. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi huwa natamani sana, lakini huwa sina namna ya kufanya. Yaani natamaniki kama humu kanisani tungependana. Bwana asifiwe. Yaani tungependana kwa moyo wote. Yaani tungependana, yaani kama ndugu wa kuzaliwa. Haleluya wana wa Mungu. Hivi unafikiri kuna ambaye angemsema mwenzake? Kuna ambaye angemwanzia vibaya mwenzake? Kuna ambaye angecheka mwenzake anaposhindwa kufanya huduma vizuri? Hapana. Angesema yaani leo mama askofu hajahubiri mimi nilivyotarajia. Hebu ngoja nimlingane Bwana. Bwana asifiwe. Niombe Mungu amuongeze viwango. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfano ukitoka ukasema yaani hivi mama askofu leo kahubiri nini? Mimi mwenzako sijaona. Ndio umenisaidia. Bwana asifiwe. Na Jumapili ijayo tena nahubiri hivyo hivyo. Hasara ya kwako, si ndio? Bwana asifiwe. Pastor hapa asubuhi amefundisha vizuri, akasema kwamba na yenyewe pia ni upendo, si ndio? Kwamba kama unamuona mtu ana changamoto, kama unamuona mtu ana tatizo, omba hekima ya Roho, muendee, mwambie. Bwana asifiwe. Yaani kwa kumwambia unamsaidia. Lakini ukiona tunajuana humu, si ndio? Unaona nikienda kwa Mama Richi hapa nikamwambia haitawezekana. Wafate wazee wa kanisa, wapo kwa ajili ya kazi hizo. Bwana asifiwe. Wafate waambie, mimi kwa huyu mtu ninatamani kwamba hiki kingebadilika, kama mtaweza naomba muite mueleze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema usipomwambia halafu ukamsema pembeni, hayo ni masengenyo. Biblia inasema upendo unastiri wingi wa dhambi. Ndio maana kuna watu ambao wanafanya vituko humu kanisani, lakini watu mnawaona na hamsemi. Kwa nini hamsemi? Hamuwapendi. Mnasubiri kwamba aharibikiwe. Akishaharibikiwa ndo mnasema tulikuwa tunaona. Jamani, sina wewe umechangia yule mtu aharibikiwe? Si umechangia? Sasa kama wewe unamuona mtu mpendwa anafanya vitu ambavyo sio, umemshuhudia kwa macho yako. Ndio maana nasema kwamba kumfuata yeye haiwezekani. Ndio maana tuna wazee wa kanisa, ndio maana mchungaji yupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Ya kwamba upeleke hayo ili yule mtu tumuokoe, hata kama kwa kumnyakua kutoka kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Unaacha kwanza, kama ni binti alikuwa anafanya uzinzi mpaka mimba ije, ndio unasema pastor mimi nilikuwa gana muona, nilikuwa naogopa tu kukuambia. Umemsaidia nini? Umemsaidia nini? Umesimama kwenye zamu yako? Haujasimama kwenye zamu yako. Lakini na wewe ambaye umeona
mtu anafanya dhambi, anafanya ndivyo sivyo, halafu ukanyamaza, na wewe umemsaidia ili sasa atimilize kile alichokuwa anakitaka, si ndio? Hapo mmenyamaza. Sasa unakuja kusema baada ya kuwa mambo yameharibika ndo tunamsaidiaje huyu mtu? Sisi wa Kristo tunatakiwa tulindane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikimuona mama fulani anafanya ndivyo sivyo, nimuite, nimuelekeze, lakini siwezi kumwelekeza, nitamwambia mchungaji, hebu fuatilia mama fulani, naona kama vile hayuko vizuri. Bwana asifiwe. Yeye atatumia mbinu zake ambazo Mungu amempa, atafuatilia na atajua aidha atamuita au atafanya namna gani Roho wa Bwana atakavyomuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunakaa huo sio upendo, wapendwa. Na tunapoenda kuingia mwaka 2026, hebu tubadilike, tupendane. Hivi mnajua mimi nawapenda, utazani mlitoka katika tumbo langu. Bwana asifiwe. Sio somo langu, ila nimepitamo tu. Amen. Kwa hiyo Mungu anawaona wanyenyekevu, lakini wenye kujivuna, wenye viburi pia anawaona. Na dhambi kubwa sasa hivi za sisi tuliookoka humu makanisani ni kiburi. Kiburi cha uzima tena. Yaani wakati mwingine, ndio maana pastor amesema hapa, mwakani tumejipanga. Yaani we fanya dhambi zako unavyoweza. Nakwambia mtateguka miguu. Yaani huko unakoenda utashangaa mguu badala ya kwenda mbele unarudi wapi? Nyuma. Tumechoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Sasa tufanyaje? Tunahubiri hamtaki kubadilika. Tufanyeje? Tunaomba rehema. Afu wengine wanauliza, hivi kwa nini siku hizi Mungu aadhibu hapo hapo? Hatujamwambia. Lakini tukimwambia I say, kwa hiyo mwakani kaa vizuri, usije wewe ukawa wa kwanza kuaibika. Hizo ndio dhambi ambazo sasa hivi zipo kwa watu waliookoka. Kiburi. Watu hawataki kusikia neno la Mungu, hawataki. Wewe unaona mmejaa hapa kanisani. Light, kama Mungu angefungua mioyo ndo ungejua. Bwana asifiwe. Kila mtu yuko kanisani hapa. Wengine wako nyumbani. Bwana asifiwe. Lakini mwingine anakuangalia kama vile hakuoni. Haleluya. Lakini Biblia inasemaje? Wale wasio wa Mungu hawalisikii neno la Mungu. Sasa angalia sana, usije ukawa sio wa Mungu afu uko kanisani. Hebu tamani kuwa wa Mungu, kwa sababu wewe kama unaye Mungu, Roho wa Bwana anakaa ndani yako. Hivi unaachaje kulielewa neno? Yaani mtu akikwambia kwamba acha dhambi, unaachaje kuacha dhambi? Maana Roho anakushuhudia ndani yako. Lakini neno linasema, unajua neno ni zuri. Hatuwekagi vya kwetu, tunaliangalia neno. Kwamba wanaolisikia neno la Mungu ni wale wa Mungu. Lakini mtu asiye wa Mungu hawezi kulisikia neno la Mungu akalielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi tunapoingia mwaka 2026, hebu tuwe wanyenyekevu. Yaani tuwe watu wazuri, tuwe watu wema, ambao tunapendana. Kwa sababu kwanza kupendana ni agizo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, halafu mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani kama mimi ninavyojipenda nikupende wewe. Bwana asifiwe. Na wewe kadiri unavyojipenda unipende mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi sana kuzama katika upendo. Mimi natamani tuwe na upendo wa dhati. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ukitoa kitu kwa mtu kwa moyo wa upendo, sasa ndo sio kanisa zima lijue jamani. Haleluya. Umemwona mama mchungaji kapendeza? Nilitoa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amependeza, kitenge kizuri. Kale kanani kazuri. Mimi nilimshonea. Mbona mnatuaibisha jamani? Afu na kale kalangi kakitenge vipi? Yani kwa kweli Mungu azidi kumpendezesha. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa ukisema hivyo unapata baraka? Hamna, unakuwa tena kama unamsimanga. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee na jambo la 5 ni kwamba tunalojifunza kutoka katika hiyo Zaburi ni kwamba Bwana atatimiza mambo yako. Bwana atatimiza mambo yako. Unahitaji nini? Unahitaji nini? Mimi huwa napenda kusema kipindi hiki cha mwisho wa mwaka ya kwamba tujitathmini vile ambavyo Mungu ametufanyia
yale ambayo Bwana ameshatujibu tayari, lakini tunaweka malengo, tunaweka mipango yetu ya vile ambavyo tunatamani Bwana atufanyie kwa mwaka 2026. Wewe binafsi lazima uwe na maono yako, lazima uwe na mipango yako. Unataka Bwana akufanyie nini kwa mwaka 2026? Lakini vile vile familia yako unatamani nini? Watu mna watoto wako vyuo, wako sekondari, wengine wako shule za msingi. Unatamani Bwana afanye nini kwa watoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa kimya, baraka zitakuja zile za kawaida ambazo Bwana yeye anaziachilia mwenyewe. Lakini ukimwambia, manake anaona hiki ni kitu maalum, mpaka huyu ametamka, manake hiki ni kitu maalum. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo lete haja zako, peleka haja zako kwa Bwana. Yeye yupo kwa ajili ya kukusaidia, yupo kwa ajili ya kukujibu, kama ambavyo tayari tumetangulia kujifunza. Lakini Biblia inasema katika Mathayo 7 mpaka 12 pale ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana atafutaye uona, aombaye upewa, na abishaye atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tayari Bwana yuko anakusubiri wewe ufanye. Yeye kwa upande wake yuko tayari. Kwa hiyo kwa nini tusiende mbele za Bwana? Mpelekee Bwana haja zako, mwambie Bwana 2026 ninataka kuwa mtu wa namna hii. Ninataka kuwa mtu wa viwango hivi. Sitaki kuwa kama nilivyokuwa 2025. Sitaki kutembea kama nilivyotembea mwaka 2025. La 6 ni kumshukuru Mungu kwa moyo wote. Na kumshukuru Mungu kwa moyo wote ni kuthamini kile ambacho Bwana amefanya katika maisha yako. Unamshukuru Mungu kwa moyo wako wote, kwamba vyote alivyofanya unaona kwako kwamba ni vya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Mtu atasema labda mimi mwaka huu niliumwa, nikalazwa hospitali mara 3. Ni kweli ulilazwa mara 3, lakini umekufa? Mbona kuna watu hawajalazwa hospitali na wamekufa? Manake hilo nalo alilokutendea ni la thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Utasoma kwa muda wako Zaburi 30 mstari wa 1 mpaka wa 4. Lakini pia utasoma Zaburi 9 mstari wa 1 mpaka 20. Zaburi hizo zote pia zinaendelea kuelezea au kufafanua kwa habari ya kumshukuru Mungu, matendo ya Mungu ambayo anatenda katika maisha yetu na vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mimi ninapomtafakari Mungu kule alikonitoa, mtu mmoja akaimba, sitasahau ulikonitoa, nimeandika. Bwana asifiwe. Anaandika kwa kumbukumbu, kwa sababu yale ambayo Mungu amemtendea, yale ambayo Mungu alimtendea yule aliyeimba, wengi mnajua historia yake. Kwa kweli amemnyakua kutoka kwenye moto. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapoyatafakari matendo ya Bwana, kwanza anapokutazama na kuona umekaa hivi, ninamshukuru sana Mungu. Bwana asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu kwa sababu ametutoa mbali. Ametutoa mbali sana. Ametupigania, ametutetea. Pamoja na kwamba tumepita katika changamoto nyingi, lakini yeye bado ameendelea kuwa mwaminifu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama ameshuhudia hapa kwa habari ya ajali. Mungu angeweza kuchukua yeye na familia yote. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akasema, wewe kazi hujafanya bado. Bwana asifiwe. Kama kuimba mama, hujaimba. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usione kama kupona ni kitu cha kawaida, manake liko kusudi ambalo Mungu anataka ulifanye. Angeweza kukuchukua. Kwani wewe una nini? Si ndio? Wanakufa maprofesa bwana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi ni vile Mungu anakusudi, na sisi ndo maana anatuweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapotafakari na ninapolitazama kanisa, ninamshukuru sana Mungu. Yaani ninamshukuru sana, hata sijui nifanye nini, lakini Mungu anakupenda, Mungu anatuthamini, na Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema sana. Kama asingekuwa huyu Mungu wa mbinguni, sijui ingekuwaje. Karibu praise team, tukamwabudu Bwana. Asante mfalme wa falme, kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Asante kusema na kanisa lako, asante kusema na watoto wako Bwana wa mabwana.
ninajua ya kwamba wamesikia neno lako, ninajua kwamba watafanyia kazi neno lako. Mungu, ninaomba uendelee kutushikilia kwa sababu sisi hatuwezi. Tumeona mkono wako wenye nguvu Bwana ukitembea nasi katika mwaka 2025. Tumekuona Mungu, mkono wako ukitangulia mbele, ukiwa juu yetu, lakini pia ukituzunguka. Nguvu na mamlaka yako Bwana vimeonekana katika maisha yetu. Sante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatupenda, unalipenda kanisa lako, unapenda watoto wako Bwana. Mungu, unapenda tuendelee kuliitia jina lako mahali hapa, unapenda tuendelee kukusifu na kukuabudu mahali hapa Bwana, ili siku moja Mungu mtakatifu tukaungane na watakatifu wako kule mbinguni tukikuabudu na kukusifu. Sante kwa sababu wewe Mungu ni mwema na mwaminifu. Pokea sifa zote na heshima zote kwa sababu unastahili.